na nitaungana na baadhi ya mtume ambaye alisema kupitia kitabu cha Timotheo wa pili 4:7 kwamba Paulo alipomaliza kazi yake akasema, nimepiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Na mimi nasema hivi, nimepiga vita vizuri kwenye nafasi ya ubunge, mwendo wa miaka 5 nimemaliza, siendi kufa, ingawa Paulo alimaanisha kufa, na hadhi ya ubunge nimeilinda. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango huu tunaojadili na bajeti ya fedha tunayojadili, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wamesema, ni mpango wa kimkakati ambao unatupelekea mwishoni kumaliza mpango wetu wa miaka 25 ambao tulikuwa tumeupanga, na tuko kwenye transition kuelekea mpango mpya ambao unafikia 2050 ambao utachukua miaka mingine tena 25. Na ninaweza kusimama kifua mbele kabisa nikiwapongeza na kuwashukuru sana serikali yetu kwa kazi kubwa ambayo imefanya, kwa namna ambavyo wametekeleza mpango wa miaka 5. Wamelay foundation nzuri sana ambao tutakwenda vizuri katika mpango unaofuata wa miaka 25 ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, anasema hivyo kwa sababu ya miundombinu mikubwa ambayo imekamilika katika taifa letu, ikiwepo ujenzi wa reli SGR, lakini ikiwepo umalizaji wa bwawa lile la Mwalimu Nyerere. Hiyo inatuhakikishia kwamba tutaendelea kuwa na nishati ya kutosha katika taifa letu kwa muda mrefu. Hivyo mipango mingine yote tunayopanga ya uzalishaji itawezekana kwa sababu tuna nguvu kubwa ya umeme ambao utaendesha sekta zetu zote za uzalishaji, lakini na utoaji wa huduma. Lakini pia miundombinu ya usafirishaji imeimarishwa ikiwemo reli, lakini tunaona katika kila ziwa kuna ujenzi wa meli kubwa ambazo zinaendelea katika nchi yetu kuonyesha kwamba usafirishaji utaimarika. Lakini tumeona ununuzi wa ndege zile 6 ambazo tumeongeza. Tumeona utanuzi wa bandari ambao unatuhakikishia kwamba shughuli za usafirishaji, tukizalisha kwenye kilimo, tukizalisha sehemu yote, zitawezekana. Kwa hiyo tunawapongeza sana serikali kwa foundation hiyo ambayo mmeiweka, na sasa tunaamini kweli mpango huu wa miaka 25 utawezekana kwa sababu tayari foundation kubwa imejengwa. Na mimi sitokuwa nyuma. Kama mbunge nilikuwa na wajibu wa aina mbili. Kwanza, kuwatetea wananchi wangu, mabosi wangu wazito sana, wananchi wa jimbo la Iringa mjini, lakini bila kuwasahau wajumbe wazito walionichagua kwa kura ya maoni, wajumbe wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Hilo lilikuwa ni jukumu langu la kwanza, yale ambayo chama kimenituma kupitia ilani ya CCM kutekeleza katika bunge hili. Lakini pia ninapokuwepo hapa bungeni, ni bunge la kitaifa, kuangalia mambo yote yanayohusu taifa letu. Kwenye habari ya ubunge, wananchi wangu wa Iringa wao ni mashahidi. Nimepita kila kata, nimewaeleza kwa kufafanua kila kilichofanyika kata kwa kata. Lakini yapo mambo makubwa yaliyofanyika ambayo sisi kama Iringa hatujaachwa, tumeunganishwa na taifa hili. Kwa sisi pia kutanuliwa uwanja wa ndege mkubwa. Sasa hivi Iringa ndege zinatua mara 3 kwa wiki, ATCL na ndege nyingine kubwa. Wananchi wa Iringa wanaenjoy. Tulikuwa tukienda Dar es Salaam kwa milioni 1, sasa tunaenda kwa 199 tu, baada ya kutanua uwanja wetu wa Nduli kwa zaidi ya bilioni 60. Lakini Iringa imeunganishwa kwa miundombinu ya barabara. Sisi kama watu wa Iringa tunawashukuru sana. Ipo barabara yetu ya Ruaha National Park ambayo ni kilomita 104 inayoenda kujengwa kwa zaidi ya bilioni 140, na barabara ile inaanzia Iringa mjini mpaka geti la Ruaha kule Ruaha National Park. Tunashukuru sana. Tumeletewa Iringa bypass itakayojengwa kwa kilomita 40 na ujenzi wake umeanza. Tunawashukuru sana serikali kwa kutuunganisha Iringa na kufanya Iringa kuwa kituo cha utalii, kwa maana kutuwekea miundombinu ya usafirishaji wa anga, miundombinu ya barabara, lakini pia kutujengea kituo cha utalii kusini pale Kesa Kilolo. Ni kutuunganisha Iringa na Tanzania na dunia, lakini kuongeza na kuchachamua uchumi wa wananchi wetu wa Iringa. Tunawapongeza sana. Yamefanyika mengi kwenye elimu. Tumejenga zaidi ya shule 5, tumekarabati shule zetu Kongwe, Iringa Girls na Lugalo.
kwa zaidi ya bilioni 1 na milioni 400, lakini tumejengewa shule za milioni 630 karibu 5. Tumeimarishiwa chuo chetu cha Mkwawa, chuo kikuu ambacho tumejengewa lami kwa kilomita 3.5, lakini tumeletewa zaidi ya bilioni 14 kwa ajili ya mabweni pale na kujenga lecture rooms. Tunashukuru kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu katika chuo chetu cha Roman Catholic Luke, lakini tunashukuru kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu kwa ajili ya chuo chetu cha KKT ambacho kinaitwa Tumaini University, lakini ni University of Iringa. Tunawashukuru sana. Lakini tumefanyiwa mambo mengi kwenye elimu ya msingi kwa kuletewa shule za mpya zaidi ya 5. Maji Iringa ni 97.8%. Umeme Iringa ni zaidi ya 95%. Mamlaka ya maji ya Iringa ndio mamlaka bora ya pili Afrika kwa kufanya kazi vizuri. Tunawashukuru sana. Tumeletewa mbolea kiasi cha kutosha yenye ruzuku na wananchi wa Iringa wanaendelea kulima. Sehemu yangu ya pili, nilikuwa kama mbunge wa kuliwakilisha taifa langu. Nasema vita nimeipiga vizuri. Wanaume wa nchi hii nimewatetea. Nimesimama nimewasemea umuhimu wa kujenga usawa na kuangalia jinsia zote mbili. Vita nimeipiga vizuri. Masuala ya afya akili nimeongelea hapa. Ili kuendelea kustawisha ubora wa taifa letu, lazima tuendelee kuangalia masuala ya afya akili, na nashukuru kwa ahadi ya serikali. Ninaamini kabla tujamaliza bunge hili, baraza la afya akili nchini litakuwa limeanzishwa. Tumepambana kuhakikisha kwamba tunasema masuala yale yaliyo kinyume na mila na desturi zetu, ikiwemo masuala ya ushoga, ndoa za jinsia moja, kupambana nazo, na ukatili wa kijinsia. Haya yote tumeyaongea mahali hapa. Lakini zaidi sana tumepata fursa ya kutoa mchango wetu kwa serikali yetu ambayo ni sikivu na imetusikia. Mimi nasema hivi, serikali yetu tunaendelea kuombea. Hatukusita kuongelea vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na kuvitia moyo mahali ilipohitajika. Tuliwatia moyo kwamba hatuko tayari kuona nchi yetu inaathiriwa kwa namna yoyote ile, kuhakikisha kwamba tunavuruga amani na utulivu. Tulipambana na mataifa mengine ambayo yanataka kuleta vurugu, na tuko tayari kuendelea kupambana. Hatutokaa kimya kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa kisiwa cha amani, na rais wetu anaendelea kuheshimiwa na anaendelea kupata comfort ya kulitumikia taifa letu akishirikiana na serikali yake. Mheshimiwa Naibu Spika, hayo tutaendelea kufanya. Na mimi sasa niwaombe serikali, mifugo. Moja ya mikakati ya serikali ya awamu ya 5 ilikuwa ni kujenga machinjio za kisasa kwenye nchi hii, ili mifugo kama ulivyosema Mheshimiwa Waziri wa Mipango, ukurasa wa 21 ile bireti 26, kwamba idara utakazoziangalia ni mifugo na uvuvi, ili ziendelee kuzalisha zaidi na kuongeza vipaumbele katika uzalishaji wa serikali. Ninaomba sana, Iringa tulitakiwa kujengewa kiwanda cha nyama. Sasa pale kile kiwanda kimegeuka, kimekuwa tena machinjio kwa sababu hakijamaliziwa. Tunaomba kimaliziwe ili kiwe kiwanda na kisevu nyanda za juu kusini kwa ajili ya kufanya packaging za nyama kama ilivyokusudiwa kwenye andiko lake, nyama zitumwe nje. Lakini kituo cha utalii Kiesa Kilolo nacho kikamilike ili connection iwe nzuri. Ndege zipo, barabara inajengwa, lakini kituo bado hakijakamilika cha utalii Kiesa Kilolo. Watalii wanashuka pale na ndege, hawajui wapi wapate information za utalii nyanda za juu kusini. Tunaomba kile kituo kikamilike ili connection iwe vizuri, na hii sekta ya utalii kwa kuwa pia inaongeza sana kwenye pato la taifa, hasa kwenye fedha za kigeni. Nyanda za juu kusini tuwe ni sehemu ya kuchangia utalii wa taifa hili na kuingizia taifa letu fedha za kigeni za kutosha. Ndugu zangu, baada ya kusema maneno haya, nawashukuru sana na ninaunga mkono hoja. Ninawaomba wananchi wangu wa Iringa, naamini mmeniona na hamtaniacha. Naomba sana wajumbe muendelee kunikumbuka, bado nipo na mambo mengine bado hapo. Ninaamini kabisa Mwenyezi Mungu atakusudia nina kasi zaidi ya nilivyokuwa mwanzo. Asante sana. Asante.